Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Mheshimiwa Ayubu Mohamed amewataka wafanyabiashara wa mkoa wa Kusini Unguja kuweza kujisajili, kulipa kodi na kulipa kwa stahiki. Amebainisha hayo mara baada ya ufunguzi wa kituo cha mamlaka ya mapato Tanzania kilichopo Kusini Unguja, ikiwa ni moja ya shamra za kusherekea kilele cha miaka 61 ya Muungano. Ameeleza dhamira kwa walipa kodi ili kuondoshea usumbufu pamoja na kuleta maendeleo ndani ya nchi, ili kuwakumbusha wale wote ambao wanapaswa kujisajili kulipa kodi. Kwanza wajisajili kulipa kodi, lakini baada ya kujisajili huko basi walipe kodi stahiki na kwa hiari, tena kwa wakati. Dhamira ya hilo ni nini? Dhamira ya hilo kwa upande wa walipa kodi ni kuwaondoshea usumbufu wa aina yoyote. Lakini dhamira ya kulipa kodi ni kuhakikisha kwamba maendeleo ya nchi yetu, yakiwepo maendeleo ya mkoa wa Kusini na hasa wilaya ya Kusini kwa siku ya leo, yanahitaji kodi ndipo yatokee. Na wanaosababisha maendeleo hayo au chachu ya maendeleo hayo ni sisi wananchi wenyewe. Na ndio maana kuna usemi unaosema taifa lolote duniani linajengwa na wananchi wake. Na linajengwa vipi? Linajengwa kwa kulipa kodi. Kwa sababu miradi yote ya maendeleo tunayoiona leo ni miradi ambayo inajengwa kutokana na kodi zetu. Ama zitalipwa kwa kodi tulizolipa jana, au kodi tutakazolipa leo, ama kodi tutakazolipa kesho. Lakini kwa namna yoyote ile, nchi hii itajengwa na sisi wenyewe kwa kuwa na mwamko wa ulipaji wa kodi kwa hiari. Hivyo nitumie fursa hii kuwahimiza wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja na wafanya biashara na wawekezaji wote wahakikishe kuwa wanalipa kodi zao stahiki kwa wakati husika bila ya kuwa na mivutano ya aina yoyote. Ndugu zangu, nilishasema kwa leo tumekuja kwa ajili ya uzinduzi wa kituo cha TRA wilaya ya Kusini Unguja. Na kama ilivyoelezwa, TRA ni moja ya taasisi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zilioko upande huu wa Zanzibar. Sababu nilieleza kwamba tulikuwa na muungano mwaka 1964. Lakini kulikuwa na mambo ambayo yalipelekea tuungane. Miongoni mwa mambo hayo, moja ni eneo la kodi. Kwa hiyo kodi hizi ziko za aina mbili. Kuna kodi zinazokusanywa na TRA na kuna kodi zinazokusanywa na ZRA. Kwa upande wa wenzetu Tanzania bara, wao kodi zote zinakusanywa na TRA. Sasa kwa kuwa ninahimiza ulipaji wa kodi, ni wasihi hata wale wanaolipa kodi za ndani kwa maana VAT au hotel levy na kadhalika, kupitia kwa wenzetu wa ZRA, na wao pia watimize wajibu wao huo wa kulipa kodi kwa wakati na kodi stahiki kwa maendeleo yetu. Ndugu zangu, tukiwa tuna miaka 61 ya Muungano, naomba niwakumbushe viongozi wetu wa kitaifa, kwa maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa pamoja wana dhamira njema kwa taifa hili, wana dhamira nzuri kwetu sisi wananchi wake. Na dhamira hizo zinalindwa na ujasiri, lakini na uzalendo wao, ambao uwepo wao kama marais kwanza wameimarisha umoja miongoni mwetu, kuhakikisha kwamba taifa hili linaongozwa kwa haki, linaongozwa kwa umoja, linaongozwa kwa mshikamano, ili hali ya amani na utulivu izidi kutawala. Lakini jambo la pili ambalo pia ni sababu ya muungano huu lilikuwa ni ulinzi na usalama. Ndugu zangu, hili la TRA, ZRA na mambo mengine, haya ni mambo ya kiuchumi au usalama, lakini wa kiuchumi. Lakini vile vile muungano huu ulilenga kuhakikisha kwamba
Mataifa hayo mawili yaliyoungana kwa wakati huo, ambapo kwa sasa yamezaa taifa moja kubwa lijulikanalo kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yanabaki salama muda wote. Tutawasaidia wafanya biashara na wawekezaji kuleta huduma zao za return TRA kwa wakati. Lakini pia hapa ofisi ya TRA Paje tutawasaidia walipa kodi kuweza kutumia mifumo ya TRA na kulipa kodi zao kwa wepesi kwa kutumia mifumo. Lakini pia katika ofisi hii tunatarajia kuwa na huduma ya ukaguzi wa walipa kodi ambayo tunaita tax audit kwa jina kwa lugha ya Kiingereza. Lakini kwenye ofisi hii ya Paje tunatarajia kutoa huduma ya elimu kwa walipa kodi. Hii inajumuisha mambo mengi ikiwemo kuwafundisha wafanya biashara na wawekezaji namna ya kutumia mfumo wa TRA ili waweze kutimiza wajibu wao chini ya sheria za kodi. Lakini kwenye hii shughuli ya elimu kwa walipa kodi pia TRA tutakuwa tunatoa vipindi mbalimbali vya elimu ya kodi kupitia semina, makongamano, TV, maonyesho na hata elimu ya mlango kwa mlango. Tutaweza kuwapitia wafanya biashara na wawekezaji wote wa eneo la Kusini, kuzungumza nao juu ya wajibu wao, na kama wana changamoto yoyote na kama wana ushauri pia wa namna ya kuboresha huduma zetu, basi tutakuwa tunafanya hivyo kwa kupitia mpango wetu wa kutoa elimu ya mlango kwa mlango. Mamlaka ya Mapato mwaka 2021 tulikuwa tunakusanya kodi kwa wastani wa bilioni 25 kwa mwezi, ambazo mwaka mzima tumekusanya bilioni 300. Lakini kwa sasa mpaka tunapoendelea, badala ya kukusanya bilioni 25 kwa mwezi wakati anaingia madarakani, tunakusanya bilioni 52 kwa mwezi. Kwa hiyo lakini kikubwa zaidi mwelekeo wa ofisi kufunguliwa hapa utatoa huduma kwa karibu kwa walipa kodi wetu kuliko ile hali ya zamani ambao walikuwa wanatafuta huduma hizo katika masafa marefu kwenda mjini na sehemu zingine. Wananchi wamekuwa wakiitikia wito wa kuwepo ofisi hii, wanakuja kwa wingi, wanashiriki kuja kupata huduma mbalimbali ambazo zinawasaidia huduma nyingine katika muendelezo wa huduma katika taasisi nyingine, kwa mfano kupata leseni na vitu vingine. Mpaka sasa tuna idadi ya wafanya biashara 1429 mpaka sasa, lakini namba hiyo hairelai hapo, inabadilika siku hadi siku kutokana na walipa kodi kuja kujisajili. Makusanyo yetu target ya mwezi wa Machi, target yetu ni kukusanya milioni 838,592, lakini mpaka sasa tuna 87% kwa kukusanya jumla ya milioni 729,754. Mwezi uliopita wa Februari target yetu ilikuwa ni kukusanya milioni 557,339, lakini tulifanikiwa kukusanya 107% kwa kukusanya idadi ya milioni 599,006. Mwezi wa Januari tulikuwa tumetakikana tukusanye milioni 482,379, tukafanikiwa kupata ufanisi wa kukusanya milioni 487,379, sawa na 101% ya makusanyo.